السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Alfawdawiyya kwa Kiswahili ambacho kinaweza ikaeleweka haraka haraka ni shaghala baghala, yani ni kutokuwa na utaratibu maalum, kujiendeendea. Kila mmoja anasema analoona, kila mmoja ni mtaalamu wa siasa, kila mmoja ni mtaalamu wa dini. Alfawdawiyya, kila mmoja ni mtaalamu wa mambo ya amani. Alfawdawiyya. Kwa hiyo kuna wahariri wengi ambao wanazungumzia masail makubwa, na kuna watu wanajadili mambo makubwa yanayohusiana na heshima za watu, damu za watu, mali za watu, usalama wa watu, hali ya kuwa hawana wanalojua. Alghawghaiyya, alfawdawiyya. Uislamu umekataza mambo haya, na kwamba wanaoongelea mambo haya ni ulatul umur, viongozi wa nchi, na wale al-uqala, maulama na uqala, maulama na watu uqala na mutakhassisun, watu walio specialize na ambao wanajua masalih na mafasid. Allah subhanahu wa ta'ala amesema: wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi walau radduhu ila ar-rasul wa ila uli al-amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walawla fadlu Allahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila. Lattaba'tum ash-shaytana illa qalila. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, pale wanapojiwa na jambo, na hawa ni wanafiki ambao walikuwa wakienda katika wakitumwa. Ilikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akituma vikosi vya baadhi ya Waislamu kwenda baadhi ya maeneo, basi ima washinde au washindwe. Wakishinda ni khairi, wakishindwa watakaokufa katika wao, kwa maana wakiuawa wamekufa mashahidi. Kama inavyojulikana kwamba wanafiki walikuwa wakidhihirisha Uislamu, fil haqiqa ni kufar. Kwa hiyo walikuwa wanajipenyeza katika safu za Waislamu. Wanaporudi, ima wameshinda au kumepatikana waliopata shahada, kabla ya kufika habari kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao wanaanza kuzieneza habari, na wanapozieneza wakati mwingine wanaeneza isivyo, wanaongeza yao, wanatia chumvi, wanaongeza uongo mwingi, ikawa inaleta balbala. Allah subhanahu wa ta'ala ndio akaleta aya hii, akasema: idha ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bi. Na watu hawa linapowajia jambo la amani, kwamba watu wamepata ushindi, au al-khawf, au hofu kwamba wako ambao wamedhuriwa, wamekufa au wamejeruhiwa, adha'u bi, wao hukimbilia kulielezea jambo lile na kuwaambia watu, walau radduhu ila ar-rasul, na laiti kama jambo lile wangalirudisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kusema lolote, wa ila ulil amri minhum, na wale uqala
ahlul halli wal aqdi washauri wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kibaru sahaba au washauri wa kiongozi yoyote ambaye atakuwa ni kiongozi, au maulama ambao wanaaminiwa, wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, wangejua ni jambo gani la kuzungumza na ni jambo gani lisizungumzwe, jambo gani liwekwe wazi na jambo gani lisiwekwe wazi, kulingana na maslaha na mafsada. Sio kila kitu kinawekwa wazi. walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lattaba'tumush shaytana illa qalila, laiti kama si fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na rehema zake kwa kuwabainishia haya, basi mngemfuata shaitani isipokuwa wachache. Idhan Uislamu umeweka mambo, umedhibiti mambo, kila jambo lina muongeleaji wa kuliongelea. Mtu hajasoma dini lakini anasema hunidanganya na anaanza kubishana. Mtu haijui siasa lakini anaanza kubishana, hajui siasa ya kidini wala siasa ya kidunia. Mtu hajui mambo ya usalama, anaanza kubishana. Mambo haya ndio faudhawia, huleta faudha katika jamii. Matokeo yake watu hulishana mafitna, hujazana fitan, hujaziwa fitan katika mioyo yao, chuki, kwa kuzungumza mambo wasioyajua. Sijui fulani ana hili, fulani kafanya vile, idadi kadha imekufa, hali ya kuwa aliyemwambia hajui katoa wapi mambo haya, mambo ambayo yanaleta mshtuko katika jamii. Ayuha almuslimun, mambo haya huleta fitan, huingiza fitna katika jamii, ikapelekea hali kuwa mbaya zaidi. Yani kabla ya hapo, kama hali ilikuwa mbaya, zile fitna zinavyokuwa zimezidi, hali inakuwa mbaya zaidi, na fitna ikizidi inakuwa mbaya zaidi. Sasa hikma ni kuachia pale pale, kwa maana madhara aliyotokea yasiendelee, au ni kujaza chuki zaidi ili fitna ikue, madhara yawe makubwa zaidi. Ayuha almuslimun, Mtume sallallahu alayhi wasallam alitahadharisha fitan na watu wanaozieneza, kwamba watu hawa tu'radu alfitan ala alqulub. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema fitna zinaingizwa katika nyoyo kidogo kidogo mpaka zinajaa, zinashikana na nyoyo. Kalhasiri udan uda, au kalhasiri audan auda, zimekuja udan audan na audan audan, kama vile mkeka ambavyo unakuwa unashikamana unavoshonwa, zile nyuzi zake unavoshikamana mkeka, au audan audan, zile fitna zinajirudia rudia. Anasema fa ayu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda, moyo wote ambao utanyweshwa, utapokea zile fitna, basi huwekewa doa jeusi. Fitna ya kwanza ikaja ukaipokea, doa jeusi. Fitna ya pili ikaja ukaipokea, doa jeusi. Wa ayu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda, na moyo wote ambao utakataa ile fitna unawekewa doa jeupe. Moyo ambao umeletewa fitna ukakataa, kuna hili kuna lile, andamana, fanya nini, moyo ukakataa, ukaambiwa angalia watu wamekufa, angalia kuna haki zetu tunadhulumiwa, moyo ukakataa. Moyo haukatai uhakika kwamba huenda ndio kuna mambo yametokea si mazuri, lakini moyo unapopokea yale mambo, moyo unapopokea yale mambo kisha yakajaa katika kifua, mwisho ni kulipuka. Unapolipuka yale madhara yanazidi zaidi.
kwa sababu utaenda kufanya jambo halafu utadhurika au utadhuru wengine au utasababisha madhara kwa wengine. Yale yaliyokuwepo walikuwa ni kidogo, sasa yatakuwa makubwa zaidi. Hatta tasira ala qalbayn, mpaka zinakuwa au kunakuwa kuna nyoyo mbili. Ala abyadha mithlu safa, kuna moyo ambao ni mweupe kama vile jiwe jeupe kabisa. Fala tadurruhu fitna, moyo huu haudhuriki na fitna yoyote. Baada ya kukataa zile fitna, baada ya kukataa maneno ya uchonganishi, moyo ukakataa fitna, baada ya hapo haiwezi kuingia tena. Maadamati samawati wal ardh, maadamu mbingu na ardhi zipo. Wal akhar, na moyo mwingine wa pili ambao umetengenezeka katika nyoyo hizi mbili, aswada murbadan, moyo mwingine unakuwa mweusi kama vile majivu, yani mweusi unaokibilia kwenye majivu. Kalkuzi mujakhian, moyo huu sasa unakuwa haushiki kheri kabisa, kama vile chombo ambacho kinamiminiwa maji lakini chini kimegeuzwa, kimeangalia chini, unamimina maji na yanadondoka, hayakai. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara, moyo huo hauwezi kuamini la kheri, kukubali la kheri, wala kukataa la shari, kwa sababu umeshajazwa fitna. Illa ma ushriba min hawa, na hii ndio hali ambayo tunaona katika jamii zetu sasa hivi, kwamba kuna watu wamejazwa fitna tangu na tangu, miaka na miaka, masiku na masiku, wakajazwa fitna wakazipokea kwa sababu ya kusikiliza watu ambao hawajui wanaoyaongea, hawana utaalamu nayo. Wakafutu katika dini, wakafutu katika siasa, wakafutu katika usalama. Unapomwambia jambo hili lina madhara makubwa, anakuambia mbona madhara yashakuwepo, kwa hiyo unataka yazidi kuwa makubwa zaidi. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah waliyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، enyi watu, miongoni mwa madhara ya faudhawia na watu kumezeshwa fitan ni haya mambo ya kusema tunaandamana kwa kudai haki. Mambo haya kwa hakika yanapelekea faudha, na hii ni faudha, kwamba tunadai haki na maandamano ni amani. Na kwa dalili tushazisoma na zingine tutazisoma ni kwamba hakuna maandamano ya amani, na ushahidi ni maandamano yaliyotokea tarehe 29 si ya amani, wala haikuwa maandamano bali uasi. Na sasa hivi hayo yanaitwa maandamano pia hayatokuwa ya amani, kwa sababu waandamanaji wanasema maandamano ni ya amani lakini hatutokuwa wanyonge. Maana yake ni wanajiandaa kwa lolote, wanajiandaa kwa shari. Ayuha almuslimun, qala al-imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, amesema al-imam Rabi' bin Hadi rahimahullah, fa idha ajazta lin-nas al-mudaharat as-silmiyata, utakapowaruhusu watu kwamba eti waandamane maandamano ya amani المزعومة yanayodhaniwa, faqad fatahta amamahum abwab alfitan alkhatira, kwa hakika utakuwa umewafungulia milango ya fitna ya hatari kabisa, almudammira, inayoangamiza, inayovunjavunja, allati tatawalladu anil mudaharat, fitna ambazo zinazalikana na hayo yanaitwa maandamano. Wadhalik, na hiyo ni kwa sababu anna shayatin al-insi wal jin, kwa sababu mashaitani wa kibinadamu na kijini, yatakhallalunaha, wanaingia kati,
thumma yuhaqqiquna ma yajma'una ilayhi, ili waweze kupata yale wanayoyatamani, min alfasad, katika mambo ya ufisadi, wal ifsad, wa safki dima, na kumwaga damu za watu, wa nahbi almumtalakat, na kuiba mali za watu, wa tadmiriha, na kuzivunja. wal mutasabbibu fi hadhihi ash-shurur, wal mutasabbibu fi hadhihi ash-shurur, na mwenye kusababisha shari hizi akahamasisha watu kuandamana na yeye akatoka, sharikun lifa'iliha, ni mshirika wa wale ambao wanafanya. Akahamasisha na akatoka, au akahamasisha bila kutoka, akawa kaada, ni mshirika wa wale wanaoyafanya hata kama yeye hajatoka. Kitendo cha kuhamasisha na yeye amekuwa mshirika, kwa maana mshirika katika dhambi, mshirika katika lawama, mshirika katika umwagaji damu, mshirika katika wizi, mshirika katika uchomaji, wama ila dhalik. Cha ajabu, jana nilipita katika msikiti wetu mmoja ambao tunausimamia katika shiri moja, yani kituo cha mafuta. Kafika pale kukagua, nikakuta waandamanaji waliingia msikitini wakaiba mpaka amplifier ya msikiti. Hao wanaoitwa waandamanaji waliiba mpaka amplifier ya msikiti, hao wanaoitwa waandamanaji. Ayuha almuslimun, hawa watu tuwakatae na tukatae haya wanayotaka kuyafanya, kwa sababu yanaleta shari, yanaleta ufisadi. Tuangalie nchi ambazo zimeangamia. Angalieni Sudani, juzi tu ilikuwa na amani, lakini wakasema tuandamane, tumtoe mtawala, tukinukishe. Na kweli kikanuka. Sasa kunuka kwake majenerali wawili wakawa wanakinukisha. Kwa usidhani kwamba kikinuka itakuwa kama unavyotarajia wewe. Kwa kimenuka, lakini kimenuka majenerali. Sasa majenerali hawajui raia, wanakinukisha, na nchi imekuwa gofu, na mpaka leo watu wanakufa kama koko. Sasa haya ndio mafsad, haya ndio mafasidi ya mudhaharat. Hatuoni tu kwamba waliokufa, walioathirika hawatoshi, hawa tuzidishe, wafe wengine, mali zingine zichomwe, tuzidishe, hawa hawatoshi. Lakini katika athari ambayo inadhihiri ni watu kudhihirisha kibri, na hawa watu ni wale ambao tunawashuku kwamba huenda wakawa wako nyuma ya haya. Wanadhihirisha kibri kwa wengine, wanaongea jeuri, wanawakejeli, ishara kwamba ni kuwakejeli Waislamu, kwamba sisi tuna shule nyingi, kama ambavyo tumemsikia mmoja wao akisema katika vyombo vya habari, nyote mmemsikia kwamba tuna shule nyingi, na kwamba misaada tunayopata tunapata kwa ndugu zetu wa Ujerumani, sijui vitu gani. Sikiliza Muislamu, ni kweli kwamba hawa watu wana shule nyingi, walikuwa na shule nyingi wakati wa uhuru kuliko Uislamu, bali kuliko hata serikali kuliko hata serikali ya uhuru, yani serikali mpya baada ya kupata uhuru. Na hii ni kwa sababu ukoloni uliacha elimu. Tunasema ukoloni tu, lakini fil haqiqa wale ambao walikuwa mwisho waliitwa kama wakoloni hawakuwa wakoloni wetu kisheria za ukoloni, bali mkoloni wetu walikuwa mwisho Mjerumani. Wale baada ya vita ya kwanza ya dunia kumalizika, Tanzania ilikabidhiwa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya uangalizi wafundishe kujitawala, akapewa Mwingereza tufundishe kujitawala, na ndio maana uhuru ulienda kudaiwa Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo mkoloni yule ambao alijitia kutukolonia, yeye hajajali kabisa maendeleo yetu, na hata mambo ya elimu asilimia kubwa mapato walikuwa anayapata alikuwa anayatoa katika hizo mission kwa ajili ya masuala ya shule na masuala ya hospitali. Mapato makubwa ambao walikuwa anayapata katika ardhi ya Tanganyika, na hii nasema kwamba tulikabidhiwa
Umoja wa Mataifa ni Tanganyika, sio Zanzibar. Almuhimu ni kwamba mapato yale yalikuwa yanatumika kwa ajili ya kutoa ruzuku kule za kuendeshea, za kujenga mashule. Ama Waislamu walikuwa hawapati, kwa sababu Waislamu walikuwa wakipinga ukoloni, lakini pia walikuwa wakipinga kuingizwa katika unaswara kwa nguvu kwa kutumia elimu, kwa sababu wale walikuwa wanatumia elimu kwa ajili ya kunaswirisha, kuingiza Uislamu katika unaswara. Kwa hiyo ilikuwa ni vita, ilikuwa kuna upinzani kati ya Uislamu na ukoloni, lakini kule kulikuwa na urafiki kati ya ukoloni na zile taasisi. Miongoni mwa ushahidi kwamba walikuwa wanapewa ruzuku na serikali ya kikoloni, amesema Padre John Sivalon, ambaye kitabu kimechapishwa na Benedictine Publication Ndanda Peramirho kwenyewe kule. Amesema mfano mzuri ni Marian College. Shule hii ilianzishwa mwaka 1957 bado uhuru na Baraza la Maaskofu wa Katoliki wa Tanzania TEC kwa lengo la kuelimisha masista na wasichana. Ilikuwa ni shule ya pili yenye kidato cha 4 kwa wasichana hapa Tanzania. Shule hii ilijengwa na Kanisa Katoliki na kuendeshwa na masista wa shirika la Marignol na kupata ruzuku serikalini. Serikali gani hiyo? Ni serikali ya kikoloni. Sasa nataka nikuambie, kuanzia mwaka 1923 mpaka mwaka 1949 serikali ya kikoloni ilikuwa imetoa paundi zaidi ya 28,000 kwa ajili ya kusaidia shule hizo. Na ukiambiwa paundi 28,000 kwa wakati ule ni hela nyingi sana. Zilitolewa hapa Tanganyika, Uganda pamoja na Kenya. Ayuha almuslim, kwa hiyo usiwe mnyonge kwa kusikia maneno yale. Yale ni maneno ya hovyo ambayo hayana maana yoyote kwetu sisi tunajua. Lakini vile vile wanasema kwamba tunazopata sasa hivi, ule mkataba tumeingia na Wakristo wenzetu wa Ujerumani. Tayeb, kwa nini mlikataa nchi hii kuingia mkataba na nchi za Kiislamu kwa Waislamu wenzetu, tena tunufaike wote, sio Waislamu tu bali wanufaike Waislamu na wasiokuwa Waislamu? Ayuha almuslimun, kwa hiyo hizi ndio faudhawia tulizokataza. Hizi ndizo faudhawia ambazo zimekatazwa katika Uislamu, kwamba mtu anakuja tu anaongea tu kana kwamba sisi, yani anawafanya wengine kama hawana akili, hawaelewi, hawana historia, hawajasoma, hawajui chochote. Hichi kitabu kina mambo ya hatari, na iti kama nitasoma humu basi watu watatoka hapa wanachemka kwa hasira. Lakini iti kama nitasoma humu, muone anavyosema kwamba adui yao ambaye alikuwa ni adui mkubwa kwa kipindi hicho ni ukomunisti pamoja na Uislamu, yameandikwa humu. Pale wakaandaa kitengo maalum katika TEC kwa ajili ya kupambana na ueneleaji wa Uislamu katika nchi hii ya Tanzania. Ayuha almuslimun, eleweni kwamba shikamaneni na dini yenu, mshikamane na dini yenu. Sikilizeni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, msisikilize maneno ya wanasiasa. Wengine wamejivika katika mrengo wa dini. Hata baadhi ya watu ambao katika hiyo dini hawakubali mambo haya, hawakubali. Baadhi ya watu ambao wako katika hizo dini hawakubali mambo haya ya mtu mmoja kujivika vazi la siasa, halafu akijitangaza kana kwamba yeye vazi la siasa, akizungumza katika nembo ya dini. Lengo ni kuleta chuki na kuhamasisha watu kana kwamba yeye haoni tabu watu kuandamana, kana kwamba yeye haoni shida watu kuandamana. Watakaoumia waumie, watakaouawa wauawe, haoni tabu, na anaongea kwa kibri na jeuri. Mambo haya yameshapitwa na wakati. Hizi ni zama zingine. Nas'alullah as-salama wal afia. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar birahmatika ya arhamar rahimin.